Yurham Online TV. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma kipenzi cha umma, shafaa yetu, mwongozo wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tukiendelea na darsa yetu ya tafsirul Quran ili tuweze kupata mengi katika yanayozungumzwa na yanayofahamishwa na yanayoelezwa, ili kumjua Mola Subhanahu wa Ta'ala na kujua kitabu cha Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mara hii tulichagua katika tafsirul Quran kuweza kuelezea katika hizi siku tuliopangwa katika darsa zetu ya kila Jumapili, ili tuelezee sura ndogo ambazo mara nyingi huwa tuzitumia katika swala zetu, kuzitumia katika kujilinda kwetu, hutumia katika mambo yetu mengi katika masala ya kuisoma sura kama hizi. Na leo inshallah taala tutatafsiri suratul Nas, kwa sababu wengi huwa waitumia suratul Nas hata katika swala, lakini mtu pengine ukimuuliza tafsiri ya suratul Nas, yani kul a'udhu birabbin nas, namaanisha hivyo. Maana wengine hata suratul Nas hawajui ni sura gani, na ndio masikitiko makubwa. Waitumie katika swala, lakini mtu hajui tafsiri ya suratul Nas. Suratul Nas iliteremka katika mji wa Makka, ni sura ambayo ni makia kwa jamhurul ulama, na ndio sura katika sura ya mwisho katika msahafu. Idadi ya aya zake ni aya 6, na baada suratul Nas nyuma yake ni suratul Falaq, ni maana ilipatikana baada ya suratul Falaq. wa huma maa tusammayani almuawwidhatayn, na zote mbili baada ya kuwa hii ilipatikana baada ya suratul Falaq, ndio ikafunga mlango wa msahafu. Zote mbili zaitwa almuawwidhatayn, zenye kulinda. Kwa nini ziitwa almuawwidhatayn? Ziliteremka kama namna baadhi ahli tafsiri walivyoelezea, ni tahwidhan linnabii sallallahu alayhi wasallam, ni kwa ajili ya kumkinga Mtume sallallahu alayhi wasallam min sharri alwaswasi alkhannas, wa khasatan fi qissati sihrihi sallallahu alayhi wasallam kama warada fi sahihain. Suratul Nas ilikuwa ni kumlinda Mtume kutokamana na shari na waswasi la huwa al-khannas. Tutamwelezea al-khannas ni nani na ni kwa nini aliitwa al-khannas. Imepokewa katika sahihain, iliteremka sababu nuzuli, sababu ya kuteremka sura kama hii, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam suhira ala yadi al-Labid, wengine waita Lubid bin al-Asam. Huyu bwana al-Labid bin al-Asam akamfanyia uchawi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kutokamana wasila wa Mayahudi wakati walipomfanyia, kwa riwaya nyingine ni Mayahudi. Mwenyezi Mungu akaziteremsha almuawwidhatayn. Bali masahaba wasema, tulipokumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam amepatikana na jambo na maumivu makali, tulijua huyo amepatikana na sihri. Ndio ikateremka almuawwidhatayn, alfalaq wan nas, suratul Falaq, qul a'udhu birabbil falaq, wan nas, na suratu qul a'udhu birabbin nas. Fakana kullama qaraa ayatan,
ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Jibril kuteremka akamwaitia hizi almuawwidhatain, kila akisoma sura kama hizi inhallat uqdatan hatta shufia, ikahufunguka yale mafundo ambayo ya kichawi alofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikafunguka moja baada moja kila aya, mpaka yakaondoka mafundo yote ya uchawi na sihiri alofanyiwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tukenda haraka fadla ya suratul Nas. Uqba bin Amir katika sahaba wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amepokea hadithi kama hii, asema wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia yeye Uqba bin Amir, alam tara ayatin unzilat laylatan lam yura mithlahunna qattu, hujui wewe ama uoni wewe Uqba bin Amir, unzilat laylatan, imeteremshwa usiku, lam yura mithlahunna qattu, kuna aya ambazo zimeteremshwa jana usiku, hazina mfano wake, sijaona mfano wake wala hazijaonekana mfano wake. Uqba bin Amr akamwambia, bala ya Rasulullah, kwani sitaki kujua masala kama hayo mazuri? Akamwambia, kul a'udhu birabbil falaq wa kul a'udhu birabbil nas. Bal katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea fadhila ya suratul Nas na suratul Falaq akasema, ma ta'awwadha almutaawwidhuna bimithlihima, haijatokewapo katika kujilinda mwenye kujilinda mfano wa sura kama hizi ambazo ni suratul Falaq na suratul Nas. Bal ulama katika kuelezea na kusisitiza asema hakuna mfano wa sura kama hizi katika hifdhi, kukuhifadhi wewe mwanadamu katika majanga na changamoto za maisha na sihiri na uchawi na mengineo, watahsini na kujilinda nao. Kana nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqra, akisoma surata Ikhlas wa surata al-Falaq wa surata an-Nas wa surata an-Nas au surata an-Nas. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijilinda nao, akisoma hizi asubuhi na jioni, akisoma suratul Ikhlas na suratul Falaq na suratul Nas. Bal katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aonyesha Sayyidatuna Aisha radhiallahu anhu, kana idha awa ila firashihi jamaa kaffaihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa akipinduka kulala katika malazi yake, alikuwa akikusanya vitanga vyake viwili, wanafatha fihima, na akazipuliza. Kuzipuliza maana ukazipuliza, baada ya kuzipuliza, wa qaraa almuawwadhati thumma masaha bihima mastataa min jasadihi, kisha akajipaka yeye. Baada ya kujipuliza, akijipaka katika mwili wake namna anavyoweza katika mwili wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya hili mara tatu, kul huwallahu mara tatu, kul a'udhu birabbil falaq mara tatu, kul a'udhu birabbin nas mara tatu, ukitia na ayatul kursi ndani yake na mengineyo, ni azyad na bora zaidi na afdal zaidi. Hizi ni kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume wa Mungu ambaye amehifadhika, alipata majanga ya kufanywa mambo kama haya. Fakifi mimi na wewe isitupate uchawi, fakifa mimi na wewe tusifanywe sihiri, fakifa mimi na wewe tusirogwe. Kwa hivyo dawa ya kurogwa na dawa ya nini, ya sihiri, dawa ya uchawi, dawa ya kujikinga na hifdhi ni sura kama hizi ambazo
yatakikana muislamu zamani yaumian husoma sura kama hizi. Asubuhi akiamka asome sura kama hizi, afanye kama hivyo Mtume alivyofanya, akipuliza kisha kijipaka mwili mzima, ndo atoke ikiwa kwenda kazini, ikiwa kwenda kwenye shughuli yake yoyote ya kulinda kuanzia asubuhi mpaka jioni biidhnillah. Na baada ya jioni, usiku, wakati ukitaka kulala, usome sura kama hizi. Hakuna mchawi yoyote, hakuna mganga yoyote, hakuna muovu yoyote atakufanya jambo litakupata wewe, kwa sababu hizi ni aya ama ni sura kutoka katika Qur'ani, maneno ya Mwenyezi Mungu. Pili ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ndio alotuelezea kutokamana na masala kama haya. Tuliingia moja kwa moja katika suratu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akianza sura ameanza na bismillahi arrahmani rrahim, na hii ni kawaida. Wale masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakifahamu sura kumalizikia na kuanza kwake ni kwa bismillahi arrahmani arrahim. Bismillah ni abtadiu bi bismillah, yani naanza kutanguliza jina la Mwenyezi Mungu. Kila jambo lako latakikana uanze kutanguliza na bismillahi arrahmani arrahim, kwa sababu bismillah ndio babullah, ndio mlango wa Mwenyezi Mungu, ndio rahmatullah, ndio rehema ya Mwenyezi Mungu, ndio miftahullah, ndio ufunguo wa Mwenyezi Mungu, ndio kila kitu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka kukianza uanze na bismillahi arrahmani arrahim. Bismillahi kwa jina la Mwenyezi Mungu, yani naanza. Arrahman, mwenye kurehemu wema na watupu hapa, wema na waovu hapa duniani. Kwa maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jina la Arrahman awasikitikia wema na waovu hapa duniani, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Arrahman ndio taona husikitikiwa mpaka ambao wasiokuwa Waislamu wakawa wana maisha mazuri, kwa sababu wameingia katika Arrahman. Arrahim haingii yoyote, huingia wale muminina wa muslimina. Arrahim mwenye kurehemu wema watupu, na wewe mpaka uwe mwema. Waweza kuwa Muislamu lakini hukuwa nani mwema, kwa sababu huenda matendo yako hakufanya uwe mwema. Umepiga shahada na ni Muislamu, lakini hukuwa mwema katika kuwafanya yale mema. Arrahim ni mwenye kuwarehemu wema watupu kesho akhira. Hii ni ofa ya waumini na Waislamu kesho akhira, watakwenda kuipata. Yule asokuwa Muislamu starehe yake atakuwa imepata hapa duniani. Mwenyezi Mungu atuambia kul a'udhu birabbin nas. Al-Imam Tabari katika tafsiri yake ameelezea, asema ay qul ya Muhammad altaji'u wa a'tasimu birabbin nas. Yani maana tafsiri kul a'udhu birabbin nas, kwa maana sema Mtume Muhammad, bimaana kul, waambie altaji'u wa a'tasimu birabbin nas, namlekea na najihifadhi kwa Mola wa watu, mlezi wa watu. Rabbu ni mlezi, hakuna mlezi bora, hakuna mlezi ambaye sahihi, hakuna mlezi anaojua kuishi na viumbe wake kama Mola Subhanahu wa Ta'ala. Khaliqin ndiye muumba wao, awajua kila mmoja tabaka yake na tabia yake na kila kitu chake. Wa mudabbiri umurihim, na yeye ndio anaopekesha mambo yao. Ndio hii kul a'udhu birabbi annas, birabbi nnas, kwa maana Mola ama mlezi wa watu, kwa maana yeye ndio muumba wao. Al-Imam Ibn Kathir katika kuelezea tuambia ni al-isti'adatu hiya al-iltija'u ila Allah wal-i'tisamu bihi min sharri kulli dhi sharr. Al-Imam Ibn Kathir asema al-isti'adha kwa maana kul a'udhu birabbi nnasi, kwa maana al-isti'adha ni kujilinda
Na maana kujilinda ni nini? Hiya al-iltija'u, ni kuelekea ila Allah subhanahu wa ta'ala, kumlekea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ya maana ukipata na majanga, ukipatikana matatizo, usikimbilie kwa mganga. Leo mara nyingi sauti ya kwanza ikitoka kwa mtu amepatikana na mapepo, mtu amepatikana na uchawi, hajitambui, jambo la kwanza katika ushauri unaotolewa, mpeleke kwa mganga huyo, kwa sababu mganga ndio mambo yake huyo, kwa sababu si mambo ya hospitali. La hasha wakala. Qur'an, wama nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma. Qur'ani ni shifa, lakini kitabu chetu tumekitupa, tumekuwa kwa amini uchawi zaidi kuliko hata mtu akikufanyia ubaya wa uchawi wa sihiri, na wewe humlipizii kumlekea kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi a'udhu bi rabbin nas, najilinda na wewe Mola wa watu. Utajua wewe namna kumfanya wanaofanya vitimbi, min makaidihim wa sharrihim, kutokamana na vitimbi zao na shari zao, wewe ndo wajua namna kuwafanya, na wewe umwambie sio umenifanyia, hata na mimi nikuonyeshe. Aende kwa mganga mlipize, kiwa ni kumuua mwenzake, khalas. Kwa hivyo Ibn Kathir sema hiya iltijau, isti'adha, kujilinda, hiya iltijau ila Allah wal i'tisamu, na kujihifadhi bihi min sharri kulli dhi sharri, sharri ya kila sharri. Wa nini ikhtassa dhikru rabbin nas au rabban nas? Liannahu mutakaffilu bitarbiyatihim wa hifdhihim. Maana ya kuitwa rabbun nas, mlezi wa watu, liannahu, hakika yeye Mola subhanahu wa ta'ala, mutakaffilu, ndiye aliyosimamia kulelea, bitarbiyatihim, kuwapa malezi ya tarbia mazuri, malezi mazuri, wa hifdhihim, na kuweza kuhifadhi waja wake zamani wakirudi kwake. Malik an-nas, mfalme wa watu. Al-Imam Tabari akituambia akisema, huwa al-maliku al-haqqu alladhi la yamliku ahadun ghayruhu dharran wala nafaa. Malik an-nas huwa al-maliku al-haqq, yeye ndio mfalme wa kweli, wafalme wengine wote ni warongo. Na tukizungumza hivi hatujatusi wala tujatukana, tunazungumza reality, ule ukweli katika maisha. Mfalme wa kweli ni Mwenyezi Mungu, lakini wafalme wengine wote ni feki. Kivipi? Hawana ufalme, wanao, lakini ufalme wao ni wa muda tu. Hata siku ya Kiyama watakwenda kuulizwa, wao hawana namna ya njia ya kujitetea katika ufalme wao. Haukunisaidia nini ufalme wangu na kila cheo changu nilonacho? Khudhuhu faghulluhu thumma aljahima, watu wenye moto kutokamana na ufalme wao ambao ni feki katika dunia. Lakini huwa ni malikul haq. Imam Tabari, al-Imam Ibn Kathir akisema huwa ni malikul haq, yeye ndiye mfalme wa kweli, la yamliku ghayruhu dharran wala nafaa, hamiliki chochote asokuwa yeye madhara na manufaa. Jiamini kama Muislamu na uthibitishe imani yako kwamba hakuna madhara yoyote ambayo yatatokea katika maisha yako na manufaa yoyote yatatokea katika maisha yako illa biqadarihi wa qadaihi, isipokuwa kwa qadari yake na qadha, kupitisha kwake. Mtu yoyote kitaka kudhuru mpaka Mwenyezi Mungu apende udhurike. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam au hadithi al-Qudsi isema, lau watu wote majini na wanadamu watakakusanyika, alla yadhurruka, watake kukudhuru, basi hawawezi kukudhuru. Na watakusanyika wanadamu na majini na viumbe wote watakakusanyika, watake kunufaisha wewe mwanadamu, hawawezi kunufaisha. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio alomiliki dharran wa nafaa, amemiliki madhara na manufaa ni yeye. Al-Malik, yeye ndio mfalme.
almutasarrifu fihim bilamri wannahi, yeye ndiye amesarifisha kuamrisha na kukataza, kuamrisha na kukataza. Na Mola hana jela kama wafalme wengine. Pengine mfalme ukikaidi atakutia jela ama atakunyonga. Mwenyezi Mungu aweze kutukulia dharba ambao akikupiga nao ikawa ndio wewe ndio mwisho wako, ukadhalilika mpaka kufa kwako. Na ndio utaona wale wafalme waliokuwa majabari, na wale walikuwa majabari wenye kibri, mwisho wao walikuwa namna gani? Kwa sababu yeye ndio almaliku mutasarrifu fihi bil amri fihim wa wao bil amri wan nahi. Almalik huwa alladhi lahu qahrun wal ghalaba. Mwenyezi Mungu aliposema malikin nas, ndio mfalme wa watu, ni kwa sababu yeye ndiye anaotendesha nguvu, mwenye nguvu, wal ghalaba, na ushindi. Mwenyezi Mungu hakuna pahali hata pamoja aliyoshindwa kutokamana na ufalme wake. Ilahi nnas, ni mola wa watu, ay maabudihim duna siwahu, yeye ndio mwenye kuabudiwa, bimaana ilaha, asokuwa yeye haabudiwi. Ikiwa wewe abudu ng'ombe, umefeli. Ng'ombe ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la dharran wala hadhurishi, anufaishi. Maskini angelijitetea yeye wakati wa udhiya asichinjwe, akaonyesha uwezo wake wa huo Mungu ambao mwadai nyinyi kwamba ni nani? Ni Mungu. Ndio wakati mmoja kikumbuka waliyu min awliya illah Sheikh Rocket, huyu juzi alofariki, alikwenda pande za India kule. Alipokwenda akaona watu mwabudu ng'ombe, basi akasubiri mpaka wakiondoka, akamtukua ule ng'ombe akamchinja. Alipomchinja jamaa wake akasirika, kwa nini umemchinja Mungu wetu? Akapigwa simu, akashikwa, akapelekwa kotini. Jaji amuuliza, kwa nini umemuua Mungu? Kwa nini umemuua Mungu? Sheikh Rocket akamwambia, Mungu huo ni wa watu fulani peke yake, ama Mungu huo ni wa wote? Hii ni masala ya kinaya. Akamwambia, Mungu ni wa wote kawaida. Basi mwate tu hukumu. Kwa nini mtetee Mungu ambaye yeye ndo anawasaidia nyinyi? Ikawa kesi. Kwa hivyo kuabudu kisichoabudu si akili, ndio fahamu la yaqiluna, ni maana wana akili lakini akili yao haitumii. Kutoka Mwenyezi Mungu ametumia uhodari mkubwa wa Rabbu, kwamba yeye ni mlezi, rububia, kisha ametumia maliki, kwamba yeye ni mfalme, maliki ambao ni wa haki, hakuna mwingine alionao, kisha ametumia ilah, kwamba yeye ndiye Mola ambaye astahiki kuabudiwa. Hata al-Imam Qurtubi ameelezea katika tartibi, katika fi ta'dhimi, Mwenyezi Mungu kujiadhimisha, amesema Rabbu thumma al-Malik thumma ilah. Na hii ilaha, Imam Fakhr Razi asema la yutlaqu ilahun ala ghairi llah, hii haitukuliwi kwa mtu yote kuitwa ilah isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bihaqqin, kwa haki yake Mwenyezi Mungu. Fakhatama bihi bitahqiq, na ametumia ilah katika baada ya kutumia ule uhodari wa Rabbu wa Malik, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hakuna yoyote anastahiki kuweza kuitwa ilah. Min sharri alwaswasi alkhannas, na najilinda, yani maana kul a'udhu min sharri alwaswasi alkhannas. Sema mtu Muhammad, najilinda na kutokamana na shari ya waswasi ya alkhannas. Huyo alkhannas nani? Mbona utajwa alkhannas? Alkhannas najilinda kutokamana na waswasi wa shetani, shetani ambao anaitwa alkhannas. Kwa nini aitwa alkhannas? Alkhannas alladhi yaktafi inda dhikrillah,
Kwa maana kuitwa al-Khannas, yeye hutia wasiwasi mwanadamu. Zamani akamtia wasiwasi, na shetani huu ni mbaya sana, na utaona wenye ugonjwa wa wasiwasi kupona kwao si rahisi zaidi kuliko wanaogonjwa mwingine wanaojulikana. Kwa nini? Kwa sababu wao huwa wamemshiriki huyu al-Khannas. Ukimshiriki huyu shetani al-Khannas, ndio hukufanyia miujiza mbalimbali, hukufanya wewe utakufa karibu. Utamwona mtu piga kelele, ulia. Kwa nini? Mimi naona naondoka katika dunia. Kwa nini? Kwa sababu fulani alipata gonjwa la homa akafa, na mimi leo hivi nasikia homa nitakufa, kwa sababu wewe mtia wasiwasi, umwambia utakufa, utakufa, fanya hivi. Na maana ya Khanasi ni kwa maana ule wasiwasi. Kuitwa wasiwasi ni kule litikarari, kule kukariri. Na ndio utaona mwenye wasiwasi kila siku, hata kitawadhi mara 20, wewe utaondoka utaswali, utamaliza, yeye utawadhi akirudi, utawadhi akirudi, akiswali yeye aweza kufunga swala na tuswali faradhi, Allahu akbar, bado Allahu akbar, Allahu akbar, kadhalika takbiratul Eid, salatul Eid. Ataswali na kwamba atapiga takbiri mpaka wewe mwenyewe utakereka, kwa sababu ile waswasi al-Khannas. Na shetani al-Khannas huyu ni mbaya sana, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa amerogwa, amefanyiwa sihiri, aliambiwa ajilinde na al-Khannas, kwa sababu wakati ukifanyiwa uchawi ama chochote, huyu al-Khannas huwa karibu zaidi kukutia waswasi, kuzidi kukupoteza katika maisha yako. Na al-Khannas ni sifatu al-mubalagha min al-khunus, imetokana maana al-khunus. Na shetani kama huyu ndiye ambaye wengi katika maisha yetu ametuingia sisi. Na waswasi si lazima uwe na ugonjwa waswasi wa ujitambui kama ndazimu. Huenda shetani kama huyu akakutoa waswasi katika jambo la kheri la ibada unalofanya. Mathalan, waleta istighfar, astaghfirullah alazima wa atubu ilayh, astaghfirullah alazima wa atubu ilayh, astaghfirullah alazima wa atubu ilayh. Kila ukiita istighfar hufutwa madhambi, lakini yeye akakutia waswasi. Yani katika hiyo ibada akakutia waswasi kukutoa katika ibada, akakwambia afdalu dhikri alquran, bora dhikri ni Quran. Sasa wata kusoma dhikri wewe, kwa maana ajua wewe kile kusema astaghfirullah futua nini wa madhambi. Soma Qur'ani ndio afdalu dhikri. Sasa wewe utashika msahafu usome, baada ya kusoma shtuka umeanza kusinzia, wafunga msahafu walala, akwambia haya kwa heri. Sasa hii ni katika waswasi al-Khannas, ni katika mambo ambayo ayafanya huyu shetani al-Khannas. Fanya nini? Alladhi ni yule shetani ambaye kwamba yuwaswisu fi suduri nnas, ambao hutia waswasi katika vifua vya watu. Yulqa shubahati fil qulubi, huingiza yulqi shubahati fil qulubi, huingiza shaka katika mioyo ya watu. As-suduru mahallu qulubi wal manba'u al-khawatir, na suduri ndio sehemu ya moyo ama mioyo, wa manba'u al-khawatir ndio na sehemu ya mawazo. Ndio taona mwanadamu masaa 24 aweza kuwaza mambo, imma katika khawatiri yake yakawa ni maovu, na imma katika mawazo yake yakawa ni mambo ambayo ni mazuri, lakini mingi anayoyawaza kwa huyo al-Khannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas huwa ni maovu mingi. Mwangalia tu kwa zama zetu tulionazo, mtu ambaye ni mwema sana, ambaye kwenye swala na khushui, ni yule anaofikiria kazi zake. Zama za sasa ule ukweli, mtu akiingia katika swala, nawaitu usalli qadha salati dhuhr 4 rakat lillahi ta'ala, Allahu akbar, kama umefungua ufunguo wa huwa alladhi yuwaswisu fi suduri nasi. Amesha kutia waswasi na utia waswasi kwenye vifua vya watu,
ambapo ndo sehemu ambayo hatari ambayo aitumia shetani. Ikawa sasa wewe umeingia katika swala, wafikiria namna ya kumtapeli mwenzako. Hebu niambie, swala ndo inna salata tanha anil fahshai wal munkar, swala ukataza maovu, lakini ndio sehemu ya kuingia. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonyesha mtu atakapoingia katika swala asome sura hizi, suratul Ikhlas, suratul Nas na suratul Falaq, kabla hajaswali kufunga, ili kujifunga yeye, ili asipate hii alladhi yuwaswisu fi suduri nas. Lakini tuangalie wangapi leo kuanzia kuanza swala mpaka kumaliza swala anayefikiria. Wallahi pengine aweze kufikiria mambo 50, huo ni uchache sana, mambo 20, mambo 10, mambo 5 ukafikiria katika swala. Ukitoka kwenye swala huna khushu chochote, kwa sababu wewe alladhi yuwaswisu fi suduri annas min aljinnati wan nas, ay min ash-shayatin al-jinni wa shayatin al-ins, kutokamana na mashetani kujilinda. Mtume ambiwa wajilinde kutokamana na mashetani wa kijini na kutokamana na mashetani wa kibinadamu. Twajua mashetani wa kijini wako. Je, kuna mashetani wa kibinadamu? Mbona huitwa shetani? Neno tashaitana kwa lugha ya Kiarabu ni mtu alofanya kitu kibaya. Tashaitana zaidun, amefanya jambo ovu zaidi ambalo ni kinyume na namna yeye astahiki kutofanya jambo kama lile. Kinyume chake, jambo ovu lolote mtu atafanya, ndio taona Waswahili sema huyu ni shetani. Mbona ufanya mambo kishetani wewe? Si shetani, maana wewe umefanya mambo. Kwa hivyo al-khannas min al-jinnati, kutokamana na majini, kutokamana na shetani wa kijini, wanasi, na mashetani wa kibinadamu. Naam, wapo mashetani wa kibinadamu. Al-Imam al-Haddad ama kwenye Imam al-Ghazali katika kuelezea katika Aqaba ameelezea akasema, miongoni mwa watu wanaopoteza watu, yani binadamu anayepoteza watu, katika miongoni mwa mambo ambao wanapoteza watu ni binadamu. Kuna jini, kuna shetani, kuna mwanadamu, kuna dunia, kuna nafsi. Kwa hivyo binadamu yumo ndani, ni katika minashayatini, na hakuna shetani mbaya zaidi ambaye ana nguvu zaidi kama binadamu, kwa sababu huyu shetani mwenyewe humtumia nani? Binadamu. Mtie huyo fikra asiende kuswali, rafiki yako ndo anakufanya akakutia mpaka ukawa hutaki tena kuswali. Vuta kidogo nawe, piga pafu bwana. Kwa nini pige pafu? Wajua ukipiga pafu bwana, mambo yote utafanya kwa ustadi kabisa. Ati yani wewe pia huu pige pafu una ustadi wote, utafanya kazi shekhe za watu 100 ndani yake, yani mtu mmoja kwa nguvu 100. Kwanza kupiga pafu, pige pafu, kishtuka baada ya pafu yatakuwa maini. Utakuwa sasa hujielewi nini mpaka upate nini? Pafu. Na kumbe hiyo pafu ni kweli, wao kisema piga pafu ni kwa kumaliza yale mapafu yako katika mwili. Yale kina hata majina yenyewe yale ya kimtaani ya mambo ya madhara huwa yanalingana na kuharibu vitu vyako. Piga pafu, umalize mapafu yako, uende kaburini, ndo khalas. Na ndo taona masala hata gomba ati mirautwa gomba, mbona zio aitwa nini? Gomba. Na gomba ni jina la gomba. Kwa wanafunzi nafikiri wajua ni nini gomba. Wajua nafikiri zio gomba ni magendo. Mtu atuka karatasi za magendo aingia nazo kwenye mtihani huitwa gomba. Bali gomba ni miraa ni nini? Yani gomba kwa lugha kibajuni, gomba ni asautu, kikoto. Yani wewe hula gomba kuchapa mwenyewe, ukimaliza una chochote, una shilingi, ndo gomba. Bali ametutolea na nini? Na ile
bigijia itwa gomba, yani kuleni mpaka mugombane mufe kabisa, yani gomba gombanani. Ndio utaona wanaotumia gomba mara nyingi ni watesi kuteta gomba nani, ukishakula haya utesi tayari, ushindani, watu watiana mikononi, watu wateta kugombana, ndio hilo gomba, ndio hiyo pafu. Kwa hivyo min aljinnati wan nas, kutokamana na mashetani wa kijini na kutokamana na mashetani wa kibinadamu. Sura kama hii ni sura ambayo yatakana tafsiriwa kwa urefu, lakini kwa sababu ya wakati tumeweza kufupisha na tumetukua wakati kwa ajili ya kuweza kutafsiri. Lakini tufahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam bil khulasa aliambiwa bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani na mwenye kurehemu wema watupu kesho akhira. Qul, sema Mtume Muhammad, a'udhu bi rabbin nas, najilinda na mlezi wa watu, maliki nasi, mfalme wa watu, ilahi nas, mola wa watu, min sharri alwaswasi, najilinda kutokamana na shari ya waswasi wa shaitani alkhannasi, huyo shaitani alkhannas alladhi, ambao kwamba shetani kama huyu yuwaswisu fi suduri nnas, hutoa waswasi katika vifua vya watu, min aljinnati, kutokamana na mashetani wa kijini, wannasi, na kutokamana na mashetani wa kibinadamu. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri na atubarikie katika Ramadhani yetu, ajalie katika utaqa'u minan nar, ajalie wagonjwa wetu Mwenyezi Mungu awape afya. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tupate kheri na baraka ya Ramadhani, na waliokufa Mwenyezi Mungu arahamu. ولهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر تعالى وماذا هي رمضان القرآن vile Uislamu umeongoshwa kusilisha maombi, rasha dua, watu kuomba